Mungu alikuchagua ili uwe mtakatifu. Wewe utaandika Mungu alinichagua ili niwe mtakatifu. Waefeso sura ya 1 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Angalia haya maneno ya ajabu sana. Ya mwingine hujawahi kuyasoma. Kama ulifanikiwa kuyasoma, basi ya mwingine ukwahi kuyazingatia kwa namna hiyo. Huo mstari kama umewahi kusoma, sidhani kama umewahi kutafakari kwa kina. Ila ni mmoja mistari inayozungumza vitu vikubwa sana. Angalia haya maneno. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Kama vile alivyotuchagua katika yeye, kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Nifuatisha hapo. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Mstari wa 4, rudi kwenye mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jaribu kufikiria. Yaani Mungu alikuchagua hata kabla hajaweka misingi ya ulimwengu. Alafu angalia kusudi la kuchagua. Alikuchagua. Imagine Mungu alikuwa na hilo wazo kwa habari yako wewe wa miaka hii ya 2025, wa century. Alikuwa na wazo na wewe, yani alikuwa ana mpango huo na wewe, ya kwamba pana mtu mmoja anaitwa Ibrahim Amas ataishi miaka ya 90 na kitu kuelekea kwenda mbele sana. Alafu wakati Mungu kabla hajaiumba misingi ya ulimwengu akakuchagua. Yaani ukijua hayo utagundua ya kwamba we mwanzo wako haukuanzia pale kwa mkutano wa Injili ulipookoka au ile siku umeitwa hapa mbele. Unapokuja hapa mbele usifikiri Mungu inamsurprise. Ameokoka. I say Doris ameokoka. Usifikiri mbinguni wanasema hivyo. Yasema alituchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Maana yake Mungu akikuangalia anaona marudio. Unapotoka mbele kuokoka anaona marudio. Ulivyokaa hivi kanisani anaona marudio. Hakuna jambo la kumshangaza Mungu kwa sababu alikuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Mstari mkubwa sana huu. Mkubwa sana. Hivi unavyoomba malakoske vila mandarabakos. Yesu nakupenda, Baba nakuabudu, hakuna mwingine zaidi yako. Mungu ashangae. Usifikiri mwingine anasema kwamba anaabudu. Alikuchagua katika yeye. Maana yake unachokifanya alikitarajia tangu mwanzoni. Na alikiona tangu mwanzoni. Imagine Mungu aliona utafanya hivi. Mungu aliona utafanya hivi leo. Watanhana. Heshima ya kipekee sana. Heshima ya ajabu sana. Sema nimeheshimiwa. Kwa sauti kubwa sema nimeheshimiwa. Kwa maana yake umshangazi Mungu anafanya hivi. Alikuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Alafu angalia sababu ya kuchagua. Mungu alikuchagua. Mungu leo amekuweka hapa. Alijua utakaa hapa. Alijua utakuwa na mchungaji huyu. Alijua utakuwa na huyu baba wa kukulea. Alipofanya vile, alifanya ili uwe mtakatifu. Aje. Hebu andika kwenye notebook yako, sababu kuu ya uchaguzi ni ili tuwe watakatifu. Sababu kuu ya Mungu kuweka umaalumu kwako ni ili uwe mtakatifu. Jaribu kufikiria. Sababu kuu ni ili uwe mtakatifu. Na nisikize kwa makini. Usio kafikiri watu wataokoka wote dunia nzima. Kuna watu hawataokoka. Ila tunahubiria Injili iwe kama ushahidi. Watakaosimama mbele za Mungu wasiwe na neno. Ila kuna watu hawataokoka. Nikwambie ukweli.
wa kimaandiko kabisa. Kuna watu wataokoka na kuna watu watampa Yesu maisha yao. By surprise, you are born again. Wewe umeshaokoka. Maana yake Mungu kwa rehema zake na kwa mapenzi yake makuu amekutoa miongoni mwa waasi, kwa sababu alijua katika watu nitakaowafikishia ule ujumbe, Alphonse ataniamini, Dismas ataniamini, Neema ataniamini, Joakim ataniamini. Alijua utamwamini. Ili tuwe watakatifu. Naomba nikuelezea kidogo kwa habari ya uchaguzi. Nini maana hilo neno alivyotuchagua? Kuna Biblia ya Kiingereza imesema neno la tofauti sana. He picked us out for himself as his own. Alituchukua akatutoa kwa ajili yake ili tuwe wake. Alituchukua akatutoa. Hebu andika hayo maneno. Alituchukua akatutoa. Alituchukua akatutoa. Alituchukua akatutoa kwa ajili yake ili tuwe wake. Manake wewe ni aina ya watu Mungu alikuwa anawataka. Kwa manake ukijiona hivi, see yourself as God type, not Nyahanga type. I am not Marunga type. I am not Nyihogo type. I am not Majengo type. I am God type. Sema mimi ni wa namna ya Mungu. Sema kwa imani, come on. Sema sio wa namna ya Nyihogo. Sio wa namna ya Mongoro. We are God's type. Wa namna ya Mungu. Kwa hiyo angalia, nisikizeni kwa makini. Rais anapoteua baraza la mawaziri, anateua watu wa namna gani? Mnijibu. Wa namna yake. Umekuona wapi rais anateua maadui zake? Rais anateua watu wanaompinga. Rais akipita anateua watu wa namna yake. Tena haiti watu wapige kura. Wameshapigiwa kura na wananchi, wamekuwa wabunge. Sasa anataka kuwapa ngazi nyingine ya waziri. Ile ngazi ya waziri haiti tena kwa kuchaguliwa na wabunge. Anajiteulia wa namna yake ili wamzunguke, ili wafanye mission moja, ili walete mafanikio kwenye wizara fulani, ili wa wizara ya afya afanye kitu kwenye wizara ya afya cha namna yake. Kwa hiyo Mungu alipoona kuna mambo yanapaswa kufanyika duniani, akachagua watu wa namna yake ili akamilishe mambo ambayo alitaka kuyafanya mwenyewe duniani. Sema mimi ni wa namna ya Mungu. Kumbe sasa alituchagua tuwe wa namna yake ili tukamilishe mission za kwake, ili tufanye ya kwake hapa duniani. My case is different. Sema jambo langu ni tofauti. Usio umelalala bwana, sema kwa ujasiri. Sema my case is different. Sema tena jambo langu ni tofauti. Kumbe umekuja bwana, na Mungu alikuchagua na leo upo hapa, haujafa, uko hai, kwa sababu pana agenda unapaswa kuikamilisha na Mungu. Nasema pana agenda unapaswa kuikamilisha na Mungu. Weka mkono mmoja juu, sema hafi mtu hapa. Kuna jambo langu na Mungu. Sema kuna jambo langu na Mungu. Sema bado liko ndani, halijaenda nje. Kwa hiyo maana sema siondoki hapa. Hey. Mtu akiota umekufa umwambie nina jambo langu na Mungu. Ukiota uko kwenye shimo waambie na jambo langu na Mungu. Na jambo langu na Mungu ni kwenda palace, sio kuishia shimoni. Sema amen. Yusufu huyo yuko shimoni. Kama una jambo na Mungu, nakwambia utatoka tu. Kama una jambo na Mungu, haijalishi umekaa kwenye shimo gani, unatoka tu. Kama una jambo na Mungu, unatoka tu. Na tuko walinzi kuhakikisha umetoka. Hata kama kuna ovu alikutupia huko. Mdogo wangu alinipigia simu moja, akaniambia niliota niko shimoni. Niko shimoni, Yesu akaanza kuniita.
Yesu akawa ananiita, toka hapo, toka hapo. Nikajikaza, nikakazana, nikatoka. Na baada ya kutoka akasema, nikakuona umesimama kwenye mlango wa shimo. Kumbe hakuwa Yesu. Walikuwa ni akina gatekeeper. Walinzi wa malango. Kwa akakuta nimesimama mimi pale. Alafu niliposimama nikaanza kumfukuza mtu ambaye alikuwa analeta usumbufu kwake. Tukamfukuza mpaka tukampata. Mungu alikuchagua, Mungu akakupa watu. Amekupa watu ili utoke shimoni, kwa sababu huruhusiwi kukaa shimoni. Kaka yao mkubwa akafuata akamwambia hivi, hii kitu sio nzuri hii. Bora tumtoe, tumfanyaje? Tumuuze. Hapasi kukaa shimoni. Weka mkono mmoja juu. Sema, mimi ni Yusufu wa kizazi changu. Sema tuna kwa jasiri. Sema tuna kwa jasiri. Sema siwezi kuishia shimoni. Sema siwezi kufa. Sema siwezi kuuawa. Sema kuna ndoto haijatimia. Kuna jambo langu na Mungu halijakamilika. Likikamilika nitaamua mwenyewe. Lakini wakati huu sema kwa sauti, bado. 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 Bado mbona ukiota tumekufa umeota vibaya. Bado. Bado. Afu wengine sasa tumeshakata tiketi ya kumpokea. Unajua kuna tiketi nyingi. Kwa tiketi ya kumpokea mawinguni. Kwa sababu tumehisi yuko karibu. Kwa hakuna haja kwenda kaburini kwanza ufufuliwe. Na tiketi ya kumlaki mawinguni. What if kama akija kesho kutu? Jambo langu na Mungu halijaisha. Jambo langu na Mungu halijaisha. Weka mikono juu, sema jambo langu na Mungu halijaisha. Sema ndo kwanza limeanza. Sema ndo kwanza limeanza. Sema ndo kwanza asubuhi. Ndo kwanza safari imeanza. Sema yeye alianzisha kazi njema ndani yangu. Sema anaikamilisha hata siku ya Kristo. Sema amen kwa jasiri. Ametuchagua watu wa type ya kwake. Kwa hiyo kama umeokoka na umeketi hapa, ujue wewe ni mmoja wa watu ambao Mungu aliona unafiti kuwa kwenye baraza lake la mawaziri. Yaani Mungu aliona unafiti kuwa kwenye baraza lake la mawaziri. Mungu aliona ya kwamba unafiti kuwa mbeba agenda zake. Ndio maana upaswa kujifikiria kama mtu wa nyihogo. Unapaswa kujifikiria kama vile ambavyo Biblia inasema. Haya. Hii inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba ulikuwa katika wazo na mpango wa Mungu. Ulikuwa katika wazo la Mungu na ulikuwa katika mpango wa Mungu. Andika hiyo point. Nilikuwa katika wazo la Mungu na nilikuwa katika mpango wa Mungu. Hata kuokoka kwangu sio bahati mbaya. Sio bahati, sorry. Sio bahati. No, nilikuwa katika wazo la Mungu na nilikuwa katika mpango wa Mungu. Ikupe hiyo picha kwamba ulikuwa katika wazo la Mungu na ulikuwa katika mpango wa Mungu. Jiandike kabisa, nilikuwa katika wazo la Mungu, nilikuwa katika mpango wa Mungu. Kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ulikuwa katika wazo la Mungu, afu ulikuwa katika mpango wa Mungu. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Angalia iko kitu. Nataka wote wenye sauti, wote wenye uhai tusome kwa ujasiri. Biblia inasemaje? Kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua. Kabla baba yako na mama yako hawajakutana, Mungu anasema kitu kigumu sana. Anasema alikuwa anakujua. Kwa maana yake wewe hujaanzia government. Wala ukuanzia government. Wala wewe ukuanzia pale walipokutana baba yako na mama yako. Mungu anatoa hii claim. Anatoa haya madai. Yaani Mungu anatoa haya madai akasema, mimi nilikuwa nakujua. Nilikuwa nakujua wewe. Na anatoa madai. Na madai yake ni kwamba kabla hujaanza kutungwa kwa tumbo la mama yako, alikuwa anakujua. Akina mama tumeanzia mbali.
Ndio maana ukifanikiwa kuzaa mtoto unapaswa kuheshimu hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa ya kumlea huyo mtoto. Kwa sababu unalea mtu ambaye Mungu alikuwa anamjua kabla ya kuwa kwa tumbo lako. Unapaswa kuogopa kwanza. Imagine Mungu anatoa madai kwamba alikuwa anakujua hata kabla wewe kuanza kutungwa kwa tumbo la mama yako. Alafu anasema hivi, na kabla hujatoka tumboni na alikutakasa. Mungu anaweza kumtakasa mtu akiwa tumboni. Mungu anaweza kumpaka mtu mafuta akiwa tumboni. Yohana alipakwa mafuta akiwa tumboni. Wakati Mariamu anaingia kusalimiana na Elizabeth, Yohana ndo akajaa Roho Mtakatifu. Mama yake na Yohana akaanza kutabiri. Tabiri. Maana yake Yohana alikuwa ameshakamata moto mle ndani. Anasema kabla hujatoka tumboni na alikutakasa. Maana yake unaona sasa haya mambo. Mungu anakujua hata kabla hujatungwa kwa tumbo la mama yako. Alafu 2, Mungu alikutakasa. Ndio maana akaanza kukutengenezea mazingira hivi. Mara ulikuwaga kwa mfano Jumapili kama hiyo ulikuwaga unakaa CDT. Huko hapo unasubiri wateja wa matango. Wengine ulikuwaga muda kama huko mnadani. Lakini kwa sababu alikutakasa, anaanza kutengeneza mazingira kuhakikisha kwamba amekupata na huko hapa. Very important. Jambo la muhimu sana. Alikutakasa. Alafu nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Maana Mungu anaweza kutoa assignment hata kabla hujatoka kutumbo la mamako. Na hiyo assignment, hiyo kazi inaanza kutengeneza mazingira fulani. Sasa umeokoka. Sasa una moto wa Mungu. Sasa unampenda Mungu. Sasa ni mtu unayefunga na kumtafuta Mungu. Very powerful. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Wewe sio bahati mbaya inayotembea duniani. Wewe sio bahati mbaya inayotembea duniani. Inayotafuta chakula, inayotafuta maji ya kunywa. Wewe sio bahati mbaya inayotembea duniani. Wewe ni mtu ambaye Mungu alikuwa anakufahamu hata kabla babako na mamako kukutana. That is very powerful. Wewe sio bahati mbaya iliyokaa shuleni wanafunzi. Wewe sio bahati mbaya iliyokaa pale CDT nafanya biashara. Wewe sio bahati mbaya iliyokaa pale stand. Wewe sio bahati mbaya inayoendesha bodaboda. Mungu alikujua. Na kwa sababu alikujua alikutakasa na akaweka assignment. Akaweka kitu ndani yako. Anasema maana nayajua mawazo nayowazia ninyi. Asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Anasema kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Imagine Mungu kuna mawazo alikuwa anawaza kwa habari yako. Naomba Kiingereza chake kinasemaje? Tafsiri ya Kiingereza inasemaje? For I know the thought. Okay, metumia mawazo, good. Naomba tafsiri nyingine ambaye anaweza kuzungumza kitu kingine. Tafsiri nyingine. Message inasema hivi, I know what I'm doing. I have it all planned out. Alafu plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Ama tafsiri haya maneno kama ulikuwa unatoka dirishani ukiwa shule ya msingi na sekondari. Sio kosa langu kabisa. I know what I'm doing. Mungu anasema hivi, najua ninachokifanya. Unamwona mzee anavyoongea, anajua ninachokifanya. Yaani wewe ulivyokuja hapa kanisani ukaokoka ukaja hapa, anasema najua ninachokifanya. Yaani hivi ulivyokaa hivi unasikiza neno unasema najua ninachokifanya. Najua ninachokifanya. Alafu anasema I have it all planned out. Anasema hivi, nilishapanga hii mipango mwanzoni kabisa. Nishaipanga na ilishakamilika. I have it all planned out. Hapa anasema hivi, plans to take care of you. Na mipango ya asubuhi, mchana na jioni ya kuhakikisha kwamba ninakutunza. Alafu anasema hivi, sio kukuacha. Kubwa zaidi, nina mipango ya kupa ile kesho uliyotarajia. Swali langu kwenu waga ni moja. Kuna kesho unayotarajia? Kwa nini ufe sasa? Sasa ukifa atakupaje hiyo kesho? Kama anapanga kupa kesho uliyotarajia, alafu wewe ukafa sasa hivi, anaipeleka hiyo kesho kwa nani? Sema nakataa kufa. Najua hapo kuna mawe mengi mnanipigaga chini. Eti nakataa kufa. Japo nasema mdomoni nakataa kufa. Ila
Mchungaji unachekesha kweli. Mmoja akasema kufa kupo. Lakini kama Yesu alisema kama mimi niko hai na nyinyi mtakuwa hai, kwani uwaze kufa? Kwani uwaze kufa? Kwani usiwaze uhai? Kwa sababu anasema he plans to give you the future you hoped for. Na uliza swali, kuna kesho unaitarajia? Kuna kesho unaiona? Manake hupasi kufa. Amesema atakupa, ana mpango wa kukupa. Yaani ungejua haya, ungegundua kufa ukiwa maskini, ukifika mbinguni lazima ukuchape fimbo. Watu wengi wanafikiri wakati tunafanya utani. Nasema yule mtumwa asiyefanya mapenzi ya bwana wake akifika mbinguni atachapa, atapigwa sana. Hiyo ndio misali ambayo wakati tunairuka. Hebu naomba kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 47. Luka 12 mstari wa 47. Kosa nenda tu mbinguni na umaskini wako unadaiwa. Of course, angalia. Na mtumwa yule aliyejua, wewe unajua kwa sababu nakufundisha kila siku. Aliyejua, yani wewe unayejua ndo una kazi ngumu. Aliyejua mapenzi ya bwana wake, ya kwamba kuna kesho Mungu anakutengenezea na kuna mpango wa kukupa hiyo kesho. Alafu asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atafanyaje? Atafutwa machozi. Mliambiwa atafutwa machozi. Unapigwa ndo unafutwa machozi. Yesu naye atakuwa pale, anamwambia malaika, hebu mchapeni kidogo. Yesu alikufa msalabani akafanyika maskini kwa ajili yako. Unaingiaje mbinguni na umaskini? Alifanyika mgonjwa kwa ajili yako. Mtu mmoja akasema hivi, kama unapenda kufa basi hakikisha umepona kabla hujafa, ili angalau uonyeshe ya kwamba Bwana Yesu alikuja na alifanya kitu kwa ajili yangu. Atapigwa sana. Kuna kesho Mungu anaipanga kwa ajili yako. Kuna kesho Mungu anakuandalia. Lazima uinue macho yako na kuiona hiyo kesho. Alafu unajua, nisikilize, iko hivi. Kwa mfano nikifocus macho yangu kwenye upeo fulani, nikiangalia kwenye upeo fulani, naweza nisione nini kinafanyika hapa chini. Nikifocus macho yangu nikaangalia mbele, naweza nisione hapa nini kinafanyika hapa chini. Kwa wakati mwingine hizi kelele za changamoto ziko chini na unakuwa na umakini nazo kwa sababu uone mbele, unazitazama. Hebu naomba ni mstari unasema hivi, macho yako yatazame mbele. Naomba mstari, macho yako yatazame mbele. Macho yako yanapaswa kutazama mbele kwa sababu Mungu alikuchagua, na katika kuchagua anasema aliweka mpango wa kukupa kesho fulani ya baraka. Kwa sababu hiyo, kama Mungu anapanga kukupa kesho fulani nzuri ya baraka, macho yako yanapaswa kutazama mbele. Tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Na alafu sawa. Macho yako yatazame mbele na kope hizi zitazame mbele. So zirembwe, zifanyaje? So zicheze. Yani kope ziangalie mbele na zenye kume na kope na nyenzi zinapaswa kufocus. Alafu so tu zitazame mbele, zitazame mbele sawa. Sio wote waliochaguliwa nataka mjue, japo wote waliitwa. Katika wengi walioitwa Mungu alikupa nafasi akakuchagua. Usimdiscourage Mungu. Mathayo 22 mstari wa 14. Usimdiscourage Mungu. Sababu sio wote waliochaguliwa, japo wote waliitwa. Mathayo sura 22 mstari wa 14. Kwa maana waitwao ni wengi. Mungu ameita watu wengi. Kama ina watu unakaribia milioni sasa, kwa sababu last time ilikuwa 900. Waitwao ni wengi. Lakini unaweza kushangaa makanisa yote kama yanazafikisha watu 5,000. Lakini wateule ni wachache. Wateule ni watu gani? Waliochaguliwa. You are chosen. Wewe ni yule ambaye umechaguliwa. Katika wengi walioitwa, wewe Bwana amekuchagua. Ni heshima tofauti sana. Kwa usimdiscourage Mungu. Usimdiscourage Mungu. Haya. Biblia inasema anatuchagua kwa lengo la kuwa watakatifu. Nini maana ya mtakatifu? Andika. Subtitle. Nini maana ya mtakatifu? Ndio lengo langu hilo. Sasa tuchagua tu watakatifu, nataka tujue leo nini maana ya mtakatifu. Andika maneno chap kwa sababu usipoandika unakuwa unavuta. Tucheleweshe. Nini maana ya mtakatifu? Nini maana ya mtakatifu?
Hivi ukisikia neno mtakatifu, maana ambayo inakuja kwenye akili zako ya kwanza ni nini? Sasa nataka nikupe maana kadhaa. Maana ya kwanza, mtakatifu ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Mtakatifu ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Mtakatifu ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu, set apart and consecrated. Ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Huyo ndo mtakatifu. Mtakatifu ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Waamuzi sura 13 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Tuangalie haya maneno. Waamuzi sura ile ya 13 mstari wa 4 na wa 5. Nataka nikuonyeshe vitu vya tofauti pale ili ujue mtakatifu ni nani. Angalia, tunaanza hiyo dhana. Asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu. Huyu ni malaika anatoa maelekezo ya mtoto anayepaswa kuzaliwa na mke wa Manoa na Manoa pia, ambao walikuwa ni wazazi wa Samson. Angalia maelekezo. Nataka muangalie kwa makini. Usome hiyo mistari kwa makini na uielewe kwa makini. Asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu. Kwa maana yake mtakatifu hali kila kitu. Mtakatifu hali kila kitu. Mtakatifu hali kila kitu. Unaona sasa? Yani ametengwa asile. Yani imagine mtoto yuko tumboni anakuwa, mama anaambiwa usile kitu chochote kitokacho katika mizabibu, wala asinywe divai. Mfumo huu wa divai ni pombe. Imagine. Alafu anasema hivi, wala mvinyo, wala asile kitu chochote kilicho najisi. Unamwona uko paka na kina Daniel walikataa kula chakula cha mfalme. Nataka muangalie haya mambo kwa makini. Maana mtakatifu si mtu anayekula kila kitu na anayekunywa kila kitu. Nawaambiaga hapa, unaona kuna watu wengi ambao Wakristo wanakunywa wine. Na nakwambia ni zero alcohol. Wengine wanakunywa baadhi ya vinywaji ambao viko very close na pombe kwa madai ya kwamba ni zero alcohol. Unajua mimi nakunywa kitu sio kwa sababu nimeelekezwa na hiyo chupa. Nakunywa kitu kutokana na agano langu na Mungu. Kuna watu ambao wanakunywa vitu kwa sababu vimeandikwa kwenye chupa. Watu waliokomaa hatunywi vitu kwa sababu vimeandikwa kwenye chupa. Nakunywa vitu kwa sababu tumeelekezwa na Mungu. Mimi nimeshaondoka kwenye hivyo vitu vya artificial. So kuna udanganyifu wa adui pia ambao unakuonyesha juisi ya kutengeneza na juisi ya Azam. Ya Azam ni nzuri kuliko ya kutengeneza. Ya kutengeneza na kukerakera. Ambacho jawahi kuambia ni kwamba kwenye juisi ya Azam hakuna embe. Ile juisi ya embe hakuna embe pale, hakuna embe. Ila maprofesa wametafuta ladha ya embe kwa kutumia kemikali. Siwezi kulala bila kunywa juisi ya Azam. Yani mimi naipenda, yani mimi naipenda. So siko hapa kuharibu biashara za watu, lakini sio mtu anayekula kila kitu. Endelea. Angalia. Okay, sorry. Hayo yote niliyomwamuru na yatunze. Mstari wa 15. Na kuonyesha mtakatifu ni nani. Mstari wa 15. Kisha Manoa akamwambia huyo malaika, kwani tazama utachukua mimba, nao utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake. Kingine, watu waliokuwa wanatengwa kwa namna hii ndio wanamuita ni mtakatifu. Leo nitakusurprise. Angalia, wala mtoto huyo maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu, set apart, consecrated. Mnadhiri manake aliyetengwa, aliyewekwa wakfu. Mnadhiri manake aliyewekwa wakfu, aliyetengwa, set apart. Yani toka akiwa kwa tumbo la mama yake alitengwa, ndio maana mnadhiri. Ndio maana mchungaji, kama wakati sijaokoka nilipona kwenye uzinzi,
Kwa nini wakati nimeokoka niangukie kwenye uzinzi? Nataka nizungumze na ninyi ambao nasema niliteleza. Sikiliza. Unajua inategemeana na agano lako na Mungu. Kama shetani, unajua wakati hujaokoka ni mdhaifu sana mbele ya tamaa. In fact tamaa inakuendesha. Sikufanya dhambi ya uzinzi. Leo Kristo, mafuta, Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu. Na uzinzi unayakumbatia mafuta. Wana wa Israeli walipokuwa wakitembea, Mungu alikuwa anaambia mataifa mengine, touch not my anointed, do not harm to my prophet. Msiwaguse masihi wangu. Yani manake nini? Kama una mafuta ilipaswa kuwa hivi, yani uzinzi ukigusa upasuke pale pale kwa sababu ni Roho Mtakatifu. But Christian, Wakristo wengi, uzinzi unakukumbatia paka unakuingiza kwenye kitanda hivi pamoja na mafuta. Talk to me. Mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Ndio maana ukijua haya utaacha mamako ampe jina mtoto. Utaomba Mungu akupe jina la mtoto. Jina la mtoto upewe na mtu, unamwomba Mungu kwa ajili ya hilo jina. Kwa sababu lazima lifanane na assignment. Na waitaga watu majina mengi ya mtandaoni. Una Google unasema the names of boys. Zinaanza kuja names za boys. Halafu unaangalia jina ambalo la sound vizuri. Hatuwapi watoto majina kwa sababu yana sound vizuri kutoka kwenye Google. Tunawapa watoto majina sawa sawa na unadhiri wao na nini wamebeba. Watu walivyonitabiria sana kwa habari ya mwanangu wa tatu, wakifikiria kwamba atakuja mwanaume. Mungu aliniambia, alipa majina matatu ya kwanza, Faith, Charis na Shekinah Glory, na imefuatana kabisa. Na ana maana kabisa. Tumepata uwezekano wa kuingia katika neema kwa njia ya imani. Na katika imani tunafurahia katika utukufu wa hiyo neema. Kwa hiyo yako very connected. Iliyapata kwa namna hiyo. Kwa maana yake imani inapeleka kwenye neema, ambaye ni Charis. Charis ni neema, neema inapeleka kwenye utukufu, Shekinah Glory. Yeye mwana watatu alikuwa ni mwanamke. Na kaja mwanamke kwa sababu Mungu anapokupa jina la mtoto lazima litembee na aina ya utukufu na unadhiri wake. Usimpe mtoto jina la Google. Omba siku kadhaa. Kwa mfano sasa hivi ukiwa mjamzito, unapaswa kuomba Mungu akupe jina. Unapokuja kwangu lazima li connect na purpose na kusudi. Utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Jina jumlisha assignment na kusudi. Mara nyingi sisi wakati tunawapa watu majina kulingana na mtembeo wa hilo jina kwa Wasukuma au kwa Wachaga. Nimegundua kuna majina mengi yako Singida na kuna majina mengi yako Shinyanga. Kwa mfano akina Eli Amani, Eli Baraka hayako huku. Huku kuna majina mengine kabisa. Yako hivyo. Usimpe mtu jina kwa sababu lina huo mtembeo kwenye ile eneo. Omba Mungu akupe jina la mtoto. Sio limetokea wapi hilo? Naomba tuliache. Rudi kwenye kitabu iko cha Waamuzi. Atakuwa mnadhiri tangu tumboni. Atakuwa mnadhiri tangu tumboni. Imagine. Atakuwa mnadhiri tangu tumboni. Atakuwa wakfu tangu wapi? Tumboni. Alafu leo nakuta mzazi kwenye dini anakunywa pombe, alafu mwanae anamwangalia. Hivi unajua ni hatari kiasi gani kufanya baadhi ya mambo mbele ya mwanao? Ndio maana naambia hivi akina mama, ile siku umeingiza mwanaume ambaye si mume wako akalala na wewe na mtoto akamuona, umeharibu kesho ya mtoto jumla. Kwa sababu utapanda mbegu kwa mtoto ya cheating. Mwanao ataona mama anamkosea baba. Kwa hiyo ndugu kuingia mle ndani. Imagine. Unadhiri au wakfu utakuzuia, na kuna vitu inabidi sasa vife tu, visisemwe kwenye maisha yako tena.
kwa sababu ya aina ya wakfu ulionao. Hivi unajua, nisikizeni kwa makini, wakfu nilionao juu ya mwili huu, karava sopra hila handa koparila, kumvulia binti mwingine nguo akaona uchi wa Pastor Ibra hivi, na nikisikia hiyo hali, ni afadhali nikafe mahali, ni afadhali nifunge na nitakuwa narudia maneno, Bwana Yesu, kama alikufa msalabani ukachukua dhambi, sio hiki kwangu. Nimvulie nguo mke wa mtu, nivue nguo ya kwanza akaona kifua, naanza kuvua boxer, ananiangalia mke wa mtu. Binti mshirika anakuona hivyo. Unadhiri, kuna vitu ambavyo haviwezi kusema kwa maisha yako ukishajua dhana ya unadhiri. Sasa nenda sana kwenye hivyo. Tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israel na mikono ya Filisti. Umeona sasa? Unadhiri ndani yako imekuwa connected na uokozi. Kwa maana yake hauwezi kuwa mwokozi kwenye kizazi chako kama sio mnadhiri. Andika hiyo point. Huwezi kuwa mwokozi kwenye familia kama sio mnadhiri. Na usio kasahau, hilo ndio neno letu la mwaka. Watatokea wokozi kutoka kwenye milima ya Sayuni. Hilo ndio neno letu la mwaka. Huwezi kuwa mwokozi, utaiokoa familia yako kama sio mnadhiri. Yeah. Arebosi karabaradekos. That's very powerful. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 na mstari wa 16. Nataka tusome maneno kwa pamoja, kila mwenye sauti na kila mwenye nguvu soma maneno. Biblia inasemaje? Lakini Mungu, no, kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Mstari unaofuata. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ongeza speed kidogo. Nenda kusoma kwa sauti. Alipoona vema kumdhirisha mwanae ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Maana sikufanya kwa shauri na watu wenye mwili na damu. Listen to me very careful. Mungu alimtenga Paulo. Paulo baada ya kuokoka na akaanza kuhubiri injili, ndio baadaye aongea maneno. Lakini haya maneno hakuyaongea wakati anatesa kanisa. Baadaye neema ilipofunguliwa kwake na Yesu alipojifunua kwake, ndio akagundua kumbe mimi nilizaliwa kwa ajili ya hiki. Umeona sasa? Mtakatifu ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kusudi fulani au makusudi fulani ya kimungu maalum sana. Angalia, alitengwa tangu tumboni mwa mama yake kusudi ni awahubiri mataifa. Zaburi sura 58 mstari wa 3. Zaburi sura 58 mstari wa 3. Alitengwa tangu tumboni. Nimesema utakatifu ni kutengwa. Ni mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu. Zaburi sura 58 mstari wa 3 itakusurprise. Wasio wake wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Wasio wake. Ndio kuna aina watu ambao wanafanya mambo, Biblia inasema hivi, wakijua pana hukumu ya Mungu, lakini wanayafanya hayo wakijua pana hukumu. Mimi naomba kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa mwisho nikuonyeshe, ni connect na mstari. Wasio wake wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Warumi sura ya kwanza mstari ule wa mwisho kabisa. Changamsha mkono kidogo. Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Angalia, ambao wakijua sana, hao ndio watu waovu hao, wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hao wamestahili mauti, wanatenda hayo. Yani wanajua ni kufa, lakini wanatenda hayo. Wala sivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Rudi nyuma kidogo kwenye 29. Tupate background kidogo hapo. Angalia, wamejawa na udhalimu wa kila namna. Angalia Biblia inachosema, uovu na tamaa na ubaya. Alafu wamejawa na usuda. Alafu na uwaji na fitina na adaa. Watu wa nia mbaya. Wenye kusengenya. Endelea kinachoendelea.
30. Angalia hapo mstari wa 30. Wenye kusingizia kama huko tutakapomaliza hapo inabidi ombe rehema. Watu wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu. Umekutana watu kama hao? Wao wanaimba nyimbo na kupenda, wao wanamchukia. Alafu wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya. Kinachoendelea unakisoma. Wasiotii wazazi wao. Muondoka pale haraka. Wasiotii wazazi wao. Wasiotii wazazi wao. Endelea mstari wa 31. Wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Yani huwezi kumkalisha mahali ukamwambia msamaha fulani. Hawana rehema. Alafu inasema wasio wake wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Imagine tangu kuzaliwa kwake palikuwa na agenda ya uovu. Atukuzwe Mungu kwa sababu haukua miongoni mwao. Kila mtu, wewe sio kila kitu, wewe sio kila mahali. Hata kama nyumbani kwenu ndio mfumo huo. Mtoto akisha kuwa mnaanza kuanza kumfungia matambara ili kupima sijui mkono. What's the problem with you? Jua wanao wametengwa na kuwekwa wakfu. Kuna wanawake ambao mko mahali hapa unajua kuangalia hivi na kusikiliza, lakini ujui kudigest na kufanyia kazi ya mambo ambayo tunasema. Maana anakuja kufungiwa kitambaa na bibi yake. Nao naangalia ndio mila ya kwetu. Maana unajaribu kusema kitu gani? Mama anachokifanya kufungia kile kitambaa, anasema hivi, huyu ni wa kwetu. Malana nyumbani kwenu yanaanzia pale pale. Roza nyumbani kwenu zinaanzia pale pale. My good God. Niliwahi kusema kitu kimoja, nikasema usivae nguo za mtu aliyekufa. Watu wakanipigia kelele, watu waliongea vitu vingi. Watu walisema, wakanifanisha na mhubiri gani bwana? Wakanifanisha na mhubiri fulani ambaye alizungumza kitu cha ajabu kidogo. Wakanifanisha ndo hawa. Watu waliniambia vitu vya ajabu sana. But I am asking you, unajua agano la yule mtu pako vaa ile nguo? Hivi na habari nguo imebeba agano, picha agano. Inaweza kubeba picha agano la utumishi, kwa sababu Elia alimwachia kitu gani? Vazi, nguo. Kwa maana yake unaweza kuvaa nguo ya mtu alafu kashangaa unaanza kutaka kumtumikia Mungu wake. Kwa sababu baada ya Elisha kuvaa vazi la Elia, akaanza kumtumikia Mungu wa Elia, na roho ya Elia ikaja maradufu ndani yake. Wanambia mna complicate mambo. Kwa hiyo sasa kama pale msalabani walichukua vazi la Bwana Yesu, mbona yule askari hakuwa Yesu? Okay. Tuna deal na dunia yenye ujuaji wa dimension nyingine. Wanatafuta kuhusanisha vitu ambavyo haviendani. Hivi una habari ya kwamba kisha tengwa hata na uvaaji wa nguo, na unavaa nguo ya nani? It matters a lot. Nani anakupa nguo? It matters a lot. Kuna akina mama ambao walitengeneza madhara ya maisha yao hapa kanisani. Tunamwombea. Kumbe amekaa na kaniki zile nguo nyeusi alizopewa na wazee wake, na amezitunza na amekaa kimya. Kuna watu ambao mko mahali hapa, ulipoanza kuja kanisani ukalivua hilo bangili umeliweka ndani. Ukiona hali imekurudia hivi unarudi unalivaa. Maana wewe ni wa mizimu, sio wa Yesu. Ile anakujaga hapa kutusindikiza. Kuna watu ambao kuna nguo maalum unazivaaga ukiwa unalala. I'm speaking prophetically. Hata sijui kwa nini naongea hivi. Unavaaga hizo nguo ukiwa umelala, kwa sababu uliambiwa baadhi ya vitu. Ujue wewe ni wa yule aliyekupa ile maelekezo. Sababu inasema sisi tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Tulipobatizwa kupitia mateso yake, wakati anateswa tulimvaa Kristo. Wanafikiri kwa nini ukikataa nguo za mtu aliyekufa kwenye ukoo wenu wako wanakutenga? Kwa nini? Kwa nini wako wanakutenga? Ni kwa sababu wenzako kwenye biashara ile advance sana, wewe uifahamu. Kwa nini watu wengine wakaenda kulima makaburi yao? Kwa nini msitume mtu wa kibarua kalime? Kwa nini lazima mwende ninyi? Kwa nini ukisema anatuma hela wanakasirika mpaka wanakutenga? Why? Wanabiashara wanataka kurefresh agano. Kila ukienda pale wana refresh. Ndio maana panakuaga na vikao nyuma vile vitu, panakuaga na kama ibada nyuma vile vitu. Na unamkuta Mkristo na yeye amehudhuria.
tulikuwa na kikao tu cha ukoo, mchungaji. Usichokijua ni kwamba unajidefine kutokea kwenye lineage ya ule ukoo, na unaziruhusu zile roho ziendelee kuwa na mamlaka na nguvu juu yako. Ukisema haya mambo anakuambia na complicate. Nitazame mimi na akili yako nitazame. Very important. Very important. Ukisha tengwa ina define unavaa nini. Mabinti wengi wanavaa kwa sababu wamemwona fulani amevaa. Wanavaa kwa sababu ya style walizoziona. Hivi na habari, kuna binti fulani ambaye anajua agano lake na Mungu. Kwa hiyo vaji wake unaweza kufanana miaka yake yote. Na wakashangaa bwana anavaaga hivi. Anaagana na Mungu. Kutengwa kwake kulimruhusu avae hivi. Kwa hawezi kuvaa kila style. Hivi na habari, mimi toko amenifahamu siye kuvaa jeans. Sio kwamba hakuna majina, sio kwamba kuvaa jeans ni dhambi. Yaani siye kuvaa jeans. Kwa sababu anayevaa pia naye ana namna yake. Ila mimi na namna yangu siwezi kuiga mpaka Yesu anarudi. Huwezi kuniona mimi hapa nimekuja na buti kubwa mpaka huku. Anayevaa vile, kuna watu wameitwa wawatumikie. Kuna watu wameitwa wawalishe. Ambao mimi siwezi kuwafikia mpaka Yesu anarudi. Angalia huo mstari. Huo mstari. Nisikilizeni enyi visiwa, tegani masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni. Bwana Mungu ana tabia kuita watu tangu tumboni. Akina mama ninyi ambao ni wajawazito, kazi yako ni kutema mate. Ndio kazi yako kubwa, na kulala. Na ukishtuka unasema mimi ni mjamzito, kwani nao uone? Kumbe leo unaweza kujifunza kitu. Wakati wa ujauzito ndio wakati ambao Mungu anatenga na kuita watoto. Alafu akina mama anakuambia kwenye ujauzito wake, nimejisikia kumpenda Shemu. Yaani Shemu akiingia anajisikia nimkumbatie, nimshikie Shemu. Yaani Shemu. Maana yake unaanza kumfanya mwanao aliyoko tumboni aanze kujua mapenzi. Na aanze kuteswa na hizo roho. I'm talking to you. Ukishajua hayo, wakati wa ujauzito utakuwa unashika tumbo lako. Mantarisko vila lerus kavalia sayam payarila goba. Baba, asante kwa ajili ya kusudi ambalo nimelibeba humu tumboni. Asante kwa ajili ya mtu huyu mkuu. Asante Yesu. Asante kwa ajili ya mbegu hii ya utukufu nilioibeba. Asante Bwana. Kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Nina kitu ndani yangu kimezaliwa na Mungu. Kipo kwa ajili ya kushinda ulimwengu. Huyo ndo mama anayeelewa ya kwamba amebeba kusudi fulani wakati wake wa ujauzito. Na sio tu wakati wa kulala na kukoroma kama mtu aliyekufa kwa sababu ya hali ya ujauzito. Ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu. Amefanyaje? Amenitaja jina langu. Kwa manake ukiwa mjamzito, manake Mungu ameshamtaja jina huyo mtoto. Ndio maana lazima ulinki vizuri na yeye ili ujue jina la mtoto. Si ndio umeona hapo? Amenitaja jina langu toka nikiwa tumboni. Amenitaja jina langu. Nyie mara nyingi mnakuaga na majina baada ya mtoto kuzaliwa. Wrong. Mungu anamtaja mtoto jina kabla hajazaliwa. Soma maandiko. Ndio maana watu nao jifahamu, unakuwa na jina la mtoto hata kabla hajazaliwa. This is the Bible. Naona makusudi na kuanzia. Endelea. Mstari wa pili. Angalia mstari wa pili. La kamaskovila mandara bakosa. Mstari wa pili. Mstari wa pili. Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, na katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Because I have a purpose. Nina kusudi. Nimetengwa kwa ajili ya makusudi maalum. Ndio maana inasema amenisitiri. Anayestiriwa, anayetunzwa na Mungu ni mtu mwenye agenda. Ni mtu mwenye kitu ndani yake. Alafu angalia, naye amenifanya kwa mshale uliosuguliwa. Yuko tayari kukurusha
anataka kurusha mahali fulani, anataka ukalete matokeo mahali fulani, alafu nasema na katika podo lake amenificha. Mstari unaofuata ita kusurprise. Mstari unaofuata akaniambia, wewe mtumishi wangu, wewe mtumishi wangu. Unaweza kuweka jina lako hapo Janet, unaweza kuweka hapa jina lako hapo Baraka. Wewe mtumishi wangu ambaye katika wewe nitatukuzwa. Mungu anasema katika wewe atatukuzwa. Mungu anatarajia kwamba pana utukufu utatokea kwako. Si kama mnaamini useme amen. Mungu anaamini katika wewe. Naomba msiniambie tu amen. Nimesema hivi, anaamini katika wewe. Amen. Na anaamini kutokea kwako pana aina fulani ya utukufu utakaozaliwa kutokea kwako. Hii inashangaza sana, kumbe Mungu ananiamini. Na kumbe Mungu anaamini ya kwamba kuna aina fulani ya utukufu utazaliwa. Mungu anaamini katika mimi. Mungu anaamini katika mimi. Kai. Mstari unaofuata. Lakini nikasema, nimejitabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini okay, sasa tukeshia. Mungu anaamini katika wewe. Hilo ni jambo la kwanza. Tukisema mtakatifu, mnisaidie kusoma maana ya kwanza ya mtakatifu. Maana yake nini kwa sauti kubwa? Msome kama watu wasomi wenye ufahamu mzuri. Kwa sauti kubwa tumesemaje? Rudia tena kwa sauti. Mtu aliyetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Weka mkono wako moja juu. Sema nimetengwa. Sema nimewekwa wakfu tangu tumboni mwa mama yangu kwa ajili ya kusudi au makusudi maalum ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, mimi sio kila kitu. Mimi sio kila mahali. Mimi sio kila chakula. Mimi sio kila vazi. Kwa jina la Yesu. Sema nimetengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Ni heri ukijua haya. Ni baraka ukijua haya. 2. Mtakatifu ni mtu aliyetolewa kwenye mifumo ya kidunia na mifumo ya giza. Andika, mtakatifu ni mtu aliyetengwa. Nano ni mtu aliyetolewa kwenye mifumo ya kidunia na mifumo ya giza. Mtakatifu ni mtu aliyetolewa kwenye mifumo ya kidunia na mifumo ya giza. Mtakatifu ni mtu aliyetolewa kwenye mifumo ya kidunia na kwenye mifumo ya giza. Mtakatifu ni mtu aliyetolewa kwenye mifumo ya kidunia na mifumo ya giza. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 23. Naomba kimbia chap. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 23. Biblia inasema hivi, akatutoa huku ili kututia huku, apate kutupa nchi aliyowapia baba zetu. Maana yake mtakatifu ni mtu aliyetolewa huku akatiwa huku. Imagine. Ni jambo la tofauti sana. Ametolewa huku akatiwa huku. Kwa mfano, wakati unaishi kwenye dhambi, mauti alikuwa mfalme wako. Na ulipotolewa kwenye dhambi ukaingizwa kwenye haki na neema, anayetawala juu ya maisha yako ni uzima. Umetolewa kwenye nchi ambayo mauti alikuwa ametawala, unaingizwa kwenye nchi ambayo uzima unatawala. Utaishi kama mtu wa namna gani? Mwenye uzima. Nisikizeni kwa makini. Umetolewa kwenye mifumo ya kidunia na mifumo ya giza. Wewe sio sehemu ya hiyo mifumo tena, kwa sababu umetolewa. Hauishi kwenye hiyo nchi tena. Haukai kwenye ile eneo tena, kwa sababu umetolewa kwenye mifumo ya giza. Akatutoa huko ili kututia huko. Mungu alikutoa, alafu akakutia. Kuna nchi unaishi sasa hivi. Ndio Biblia inasema kwamba wenyeji wetu watoka mbinguni. Wenyeji wetu uko mbinguni, uko sio watoka, uko mbinguni. Maana we live heaven on earth right now. Yani tunaishi mbingu duniani sasa hivi, kwa sababu wenyeji wetu uko mbinguni, sio watoka mbinguni, uko. Our conversation is in heaven. Naomba msao. Nafikiri sio
Wafilipi sura ya 3 mstari wa ngapi? Wenyeji wetu watoka mbinguni. Uko mbinguni sura. Ana hilo neno la rahisi kusema watoka, lakini uko mbinguni wenyeji wetu. Our conversation is in heaven. Yaani maisha yetu sasa hivi yako mbinguni, sio kwamba yanatoka mbinguni. Kwa ukijua hayo maana yake unapaswa kuishi mbinguni duniani. Wewe sio wa duniani. Angalia iko Wafilipi 3:20. Inasema kwa maana sisi wenyeji wetu, umeona, sio watoka uko mbinguni. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Uko mbinguni. Naomba Kiingereza chake. Inasema our conversation is in. Angalia iko kitu. In heaven. Yaani maana yake unapaswa kuishi mbinguni sasa hivi. For our conversation is in heaven. Kwa maana yake mbinguni hakuna matusi. Tunaamini pamoja hivyo? Mbinguni hakuna ugomvi. Mbinguni hakuna hila. Mbinguni hakuna ubaya. Mbinguni hakuna uzinzi. Mbinguni hakuna wizi. Mbinguni hakuna hivyo vitu. Our conversation is in heaven. Now, from whence also we look for the Savior. In heaven. Yaani maana yake tunaishi hata tabia zetu ni za mbinguni sasa hivi. Namna tunavyowajibu watu ni mbinguni sasa hivi. Tunavyohusiana na watu ni mbinguni sasa hivi. Wewe ni mtu wa mbinguni. Sema kwa sauti, mimi ni mtu wa mbinguni. Sio kwamba watoka mbinguni. Sema mimi ni mtu wa mbinguni. Hivi na habari kuna mbinguni iko hapa duniani sasa hivi. Kuna mbinguni natembea mtaani. Kuna mbinguni natembea kwa mitaa kama. Mimi ni mtu wa mbinguni. Sema kwa sauti, mimi ni mtu wa mbinguni. Weka mkono juu, sema mimi ni mtu wa mbinguni. Sasa hivi wewe ni mtu wa mbinguni. Sasa ukienda kwenye Wakorintho wa 5:20 inakwambia hivi, sisi ni mabalozi wa mbinguni. Imagine. Yaani maana yake unapotembea duniani unatembea na ofisi ya ubalozi. Mabalozi wa mbinguni. Kama jinsi ambavyo panakoga na ubalozi wa nchi zingine hapa Tanzania. Na ubalozi wa maana yake ni kanchi yako kako hapo. Hivi una habari ya kwamba mtu kama serikali ya Tanzania inatafuta yani kwa mfano labda kama ni mhalifu inatafuta kwenda kumuua, alafu akakimbia akaenda akajirusha kwenye geti la ubalozi wa Marekani, akaingia ndani, ameshaingia kwenye nchi ya Marekani kwa upasi kumuua, na ili umuue pale kwa, yani imagine kama ile jengo na hiyo fence, akishaingia ndani lazima mfanye mazungumzo ndio muue, uruhusiwi kumuua tena. Think about that. Na wewe unatembea na kwa balozi cha mbinguni hapa duniani. Unaona sasa wanadamu wanje wanapaswa kutuonaje yani? Kwa sababu unaishi mbinguni sasa hivi. Muda huu. Jesus. Wakorintho wa 2 sura ya 6 mstari wa 17 ni mstari wa 18. Na unapaswa kujua alipotoa huko akatia huko, aliwatoa kwenye mikono ya Farao, na Farao anawakilisha shetani. Misri inawakilisha mfumo wa giza. Wakorintho wa 2 sura ya 6 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Na wafundisha hayo ili wasaidie. Watu wa mbinguni wanaandikaje message? Watu wa mbinguni wanahusianaje na watu? Watu wa mbinguni wanaolewaje? Wanatoroshwa? Watu wa mbinguni wanaolewaje mabinti? Kwa kijana kwanza kuchezea. Inasema kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Angalia kinachosema, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kike na wa kiume, asema Bwana. Maona sasa? Ni watu waliotolewa. Tokeni kwao mkatengwe, tokeni. Na watu wanapaswa kuwa wametoka kwenye mifumo fulani na kutengwa. Wakolosai sura kwanza mstari wa 13. Nasema msiguse kitu kilicho kichafu. Makuhani wa wakati wa Musa walikuwa waruhusiwi kugusa hata maiti, sababu walikuwa wametolewa kwenye mifumo fulani. Upasi kugusa vitu vyenye harufu ya kifo, vyenye harufu ya dhambi, sababu wewe ni mtakatifu. Haya,
Inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza. Nimehamishwa na nimeingizwa wapi? Katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa maana kuna mahali nimetoka, kuna mahali nimeingia. Mtakatifu ni mtu aliyetoka mahali akaingia mahali, wala aishi maeneo mawili kwa wakati mmoja. Hayuko huku na huku kwa wakati mmoja. No. Mtakatifu sio chameleon. Sio nani huyu kinyonga. Mtakatifu ni mtu anayeishi kwenye nchi moja na anaishi kwenye upande mmoja. Alitolewa kwenye nguvu za giza, alitolewa kwenye dhambi, akahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kila wakati unapokuwa chini ya mfumo wa giza au mifumo ya kidunia, unakuwa nje ya urithi. Andika point. Kila wakati unakuwa kwenye mifumo au chini ya mifumo ya giza na ya kidunia, unakuwa nje ya urithi na huwezi pokea urithi. Urithi ni kwa ajili ya watu waliotoka, watu waliotengwa. Urithi ni kwa ajili ya watu waliotoka. Kama bado uko kwenye zinaa, kama bado unaishi maisha hayo, kama bado ni muongo, unadanganya watu, kama bado ni mjanja, ni mtu ambaye una njesi usawa, maana yake kwa kifupi ni kwamba unajitoa kwenye urithi. Kama Mungu alikuwa amekusudia uketi mahali fulani, uketi kwenye kesho fulani ya ndoa, kesho fulani ya kiuchumi, tayari inakuwa ni ngumu wewe kurithi kile kitu na kurithi hiyo nafasi, kwa sababu hauishi maisha ya standard ule paswa kuyaishi. Unaingia au unakaribishwa mahali pako pa utukufu baada ya kutoka kwa mifumo ya kidunia. Andika hiyo point. Unaingia au unakaribishwa mahali pako pa utukufu baada ya kutoka kwenye mifumo ya kidunia. Unaingizwa au unakaribishwa kwenye mifumo fulani. Unakaribishwa mahali pako pa utukufu baada ya kutoka kwenye mifumo ya kidunia. Very important. Jambo la tatu, mtakatifu ni nani? Andika namba 3. Mtakatifu ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Andika. Ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Mtakatifu ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Huyo ni mtakatifu. Mtakatifu ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Ni mtu mwenye matumaini ya kumuona Yesu uso kwa uso. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 3 hadi mstari wa 6. Leo unapata maana pana ya utakatifu sasa. Mtu akuuliza mtakatifu ni nani, sasa unaelewa kwa upana. Ni muhimu kwa unaelewa vitu kwa kina hivi na inakusaidia sana. Haya. Nataka tusome kwa sauti. Soma maneno kwa sauti uone yalivyobeba uzito wa kile ambacho ninakisema. Soma kwa sauti. Biblia inasemaje? Na kila mwenye matumaini. Tuyaone haya matumaini kwanza. Naomba tuende mstari wa kwanza apostol. Tuyaone haya matumaini kwanza ni yapi? Inasema hivi, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Imagine, ulimwengu haututambui. Na hata hiyo mitikio ulionayo kwa watu ambao wamekamatwa na mifumo ya ulimwengu, hawakutambui. Kuna wakati wanakushangaa. Inasema hivi, kuna mstari unasema kwa Biblia kwamba wanatushangaa kwa nini hatuendi kwenye yale mambo ambao wanaenda nayo. Wanatushangaa. Kwao ni kama surprise. Wakati niko saluni Jumapili ya tarehe 17 mwezi wa 11, najiandaa kuja kanisani kwa ajili ya harusi. Vijana waliokuwa wananinyoa wakawa wananiambia hivi, pastor, kwa hiyo huyo ambaye unamoa umeshalala naye mara ngapi? Nikamwambia sijawahi kulala naye hata mara moja. Wakacheka. Wananiambia pastor, sisi tunawafahamu mapasta vizuri. Tunawafahamu vizuri. Yaani pastor tuambie tu. Pastor acha kutudanganya. Hiyo ni jambo la kawaida tu, wala usifikiri ukituambia tutashangaa. Ni jambo la kawaida tu. Na wewe ni kijana mwenzetu. Nikamwambia mimi sijawahi kutana naye kimwili. Wakaambia okay, sawa, umejitetea. Una uhakika naye? Unajua amelala na watu wangapi? Nikamwambia ninaamini hajalala na mtu. Wakacheka. Sema haiwezekani.
wanashangaa watu wa nje. Biblia inasema hivi, ulimwengu haututambui. Nyinyi watu namna gani? Mbona haya ni mambo ya kawaida ambayo tunatembea nayo? Biblia inasema hivi, kwa kuwa haukumtambua Yesu. Mstari wa 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirishwa bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. I love the verse. Yesu atakapofunuliwa tutafanana naye. Alafu kwa maana tutamwona kama alivyo. Alafu anaenda kusema hivi, mstari wa 3. Na kila mwenye matumaini hayo, yepi? Ya kumwona kama alivyo, ya kufanana naye. Angalia kinachoendelea pale. Katika yeye ufanyaje kanisa? Ujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Andika utakaso, nisaidie kuandika. Utakaso au sanctification ni mchakato endelevu wa kuendelea kutengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Yaani maana yake ni mchakato endelevu wa kuendelea kuwa mtakatifu. Utakaso ni mchakato endelevu wa kuendelea kutengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Mchakato endelevu wa kuendelea kuwa mtakatifu. Utakaso ni mchakato endelevu wa kuendelea kutengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Mchakato endelevu wa kuendelea kuwa mtakatifu. Kufaa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Mchakato endelevu wa kufaa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Utakaso ni mchakato endelevu wa kutoka na kutengwa. Very important, usawa ya mambo. Ni mchakato endelevu wa kutoka na kutengwa. 3. Utakaso ni mchakato endelevu wa kuendelea kusafishwa. Ni mchakato endelevu wa kusafishwa. Ni mchakato endelevu wa kusafishwa. Ni mchakato endelevu wa kusafishwa. Unapokuja kwenye ibada zetu hivi unasikiliza neno la Mungu, utasikiliza upande huu, katika namna moja ama nyingine unaendelea kusafishwa. Ni mchakato endelevu wa kusafishwa. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 20. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 20. Anasema tokeni kwao mkatengwa na msiguse kichafu. Alafu mimi nitawakaribisha. Angalia, tusome kwa sauti. Nataka wote tusome mstari. Alafu tutaona kuna picha tofauti kwenye mstari. Nataka namalizia. Tusome kwa sauti. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Kila mwenye uhai na mwenye nguvu. Biblia inasemaje? Alafu alafu hivi, unajua watumishi wa Mungu, nisikizeni kwa makini, watoto wa Mungu. Nyumba kubwa ni kanisa la ABC Global Kahama. Alafu anasema kwa nini kanisa la ABC Global Kahama? Yaani wote hapa mlioko hapa, wote kuanzia upande huu mpaka nukta upande ule pale. Anasema hivi, hapa katikati yetu kuna vyombo vya heshima na kuna vyombo ambavyo havina heshima. Hapa katikati yetu. Yaani kuna watu japo wanakuja kanisani mara kwa mara, lakini mbinguni wanatazama kama vyombo visivyo na heshima. Huu mstari niliusoma kwa umakini wake mwaka 2014. Nikiwa niko kwenye conference ya Pasaka wanafunzi wa vyuo vikuu. Nilivyosoma mstari ulinipa picha tofauti sana. Kumbe kwenye nyumba kubwa ambayo ni kanisa, kuna vyombo vya heshima na kuna vyombo havina heshima. Ay, good God. Alafu angalia kinachoendelea. Mstari unaofuata. Anasema hivi, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, kwa kujitenga na huyo kijana, kwa kujitenga na huyo binti, kwa kujitenga na huyo mama, kwa kujitenga na hiyo mifumo, kwa kujitenga na mifumo ya kidunia na mifumo ya kipepo. Inasema hivi, ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa. Alafu inasema kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi njema. Kwenye ile conference wengi walihudhuria wakasikiliza masomo mengi. Mimi niliondoka na neno moja tu. Nikasema, Bwana, ninahitaji kwenye maisha yangu nifanye kuwa chombo cha kukufaa kwa kila kazi njema. Sikusahau. Na kichwa cha somo na theme au kauli mbiu ya ile kongamano ilikuwa ni an instrument for master's use. Nikamwambia God, make me your instrument. Na nika connect na mstari fulani wa kitabu kile cha Isaya.
kwamba nitakufanya kuwa chombo kikali cha kupuria nafaka. Parila askovila. Nika connect na mstari mwingine, wewe ni rungu langu na silaha kali ya vita. Katika wewe nitapekecha kama ni uzinzi, kama ni uchawi, makatope lahande. Nisaidie kunena kwa lugha kama una uhai hapo. Kuna wakati natamani kupata watu wawili ambao wanakuelewa unachokisema. Listen to me. Yani nitakufanya kuwa chombo kikali cha kupuria nafaka. Yani maana yake nini? Utakuwa chombo cha mavuno. Kupura nafaka maana yake ni kuandaa mavuno. Sisi ni wale ambao Mungu anatumia kwa siku za mwisho kama vyombo vya kumandalia mavuno. Anasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Ndio hao walioandaliwa wanaitwa watendakazi. Nikasema Bwana, niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Unitumie kama upendavyo. Mapenzi yangu yashuke, mapenzi yako yaje. Unitumie kama upendavyo. Hapo ndo Paulo anasema si mimi naishi. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Wala si mimi tena. Sio mimi tena. Sio mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Paulo anasema hivi, this time I am no longer Paul. I am no longer Saul, but Christ lives in me. Ajaribu kusema kitu gani? I am Christ. Yani maana yake mimi ni Kristo sasa. Kwa sababu yuko ndani yangu. Kama wala si mimi tena, basi kwa hiyo mimi ni nani? Mimi ni Kristo. Nikisema hivyo usishangae. We are Christ like. Tunaitwa Christian. Christ like. Uhitaji kumwona Yesu yukoje? Tuangalie kwa makini. Utagundua Yesu anatembea mtaa wa Nyahanga. Uhitaji kumtafuta Yesu yuko wapi? Tuangalie kwa makini. Utamwona Yesu anahubiri sasa hivi Nyahanga kivulini. Uhitaji kumtafuta. Chombo kikali cha kupuria nafaka. Alafu mimi ni rungu na silaha ya Bwana ya vita. Ndio maana mtu akiniambia nina ugonjwa wa kisukari, na piga moja. Anaambia uliposema kwa jina la Yesu, nikasikia kitu kimetoka, kimepigwa rungu hili. Nina watu mahali hapa Mimi ni silaha ya Bwana ya vita. Kera masato vila askalamande gobarada. Ndio maana kuna familia ikija, ukigusa mkono ambia tuachie familia, wewe ni nani? Mimi ni silaha ya Bwana ya vita. Amefanya ulimi wangu kuwa kama upanga mkali. Karama sota ya baa. Nikiongea ni upanga wa vita. Nikiongea ni upanga wa vita. Nikiongea ndo bomu la nyuklia limeanguka kwenye hiyo madhabahu. Sema amen kama una ujasiri. Nimetengwa mimi. Mimi sio yeyote. Nimetengwa mimi. Sema nimetengwa. Kila mwenye wai sema nimetengwa. Sema fedha yangu imetengwa. Mwili wangu umetengwa. Akili zangu zimetengwa. Sema roho yangu imetengwa. Familia yangu imetengwa. Watoto wangu wametengwa. Nyumba yangu imetengwa. Sema amen kwa jasiri. Nimetengwa mimi. Mimi sio jumla. Mimi sio waganga wa kienyeji. Mimi nimetengwa. Mimi ni wa mbinguni, sio wa Iboja. Mimi ni wa mbinguni, sio wa Lugera. Mimi sio kwenda kwa yule mganga na kupiga magoti. Mimi sio wa irizi tena. Sema nimetengwa. Nimetengwa. I am God's type. Mimi ni wa namna ya Mungu. Niko kwenye baraza la Mungu. Kora basai. Siri za Bwana ziko kwa hao wamchao. Akitaka kuvujisha siri niko hapa. Niko kwenye baraza lake. Makatopelare goskevila. I feel the anointing of the Spirit. Najisikia upako Roho Mtakatifu. Tamani upako watenge mabinti. Watenge vijana wa kiume. Karabasota ya mandarabakos.
Rama sakuva la askalibrande koba. Naomba kitabu cha Timotheo wa pili, rudi kwa mstari wa shamba. Ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo. Weka mikono yako miwili juu. Sema kwa sauti, sema Baba nifanye kuwa chombo. Sema kwa sauti, nifanye kuwa chombo. Sema kwa sauti, nifanye kuwa chombo. Sema chombo cha kukufaa, ambacho kimetengenezwa kinachokufaa kwa kila kazi njema. Emlia, sema nifanye kuwa chombo. Oi, nena kwa lugha kwa sauti. Msimama hapo ulipo kwa dakika mbili. Nena kwa lugha. Kila moja prayer point moja. Baba nifanye kuwa chombo. Mungu anatafuta vyombo kwenye uchumi. Anatafuta vyombo. Nguvu za Mungu zinapita hapo, zinapita katikati yetu. Mabinti mwe makini, nguvu za Mungu zinapita. Upako wa Roho Mtakatifu unapita. Uwezo utokao juu unapita. Sikuwa nafundisha somo tu. Rabakata kapakato.